Kufunga na kuomba sehemu ya 3. Naomba unisikilize kwa makini sana, ili usije ukafeli wakati ule ambapo utafunga lakini ukose majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nafundisha kuhusiana na ule mfungo ambao ni sahihi, ambapo ukifunga utapata majibu yako. Sasa Yesu kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 5 na mstari wa 35, Yesu anaulizwa na Mafarisayo na walimu wa sheria. Anaulizwa, mbona wanafunzi wa Yohana walikuwa wanafunga, lakini pia wanafunzi wa Mafarisayo wanafunga? Kwa nini wewe wanafunzi wako wafungi? Yesu anawajibu, anawaambia kwamba muda ambao wanafunzi wangu wako katika karamu, wako kwenye sherehe, wako na bwana harusi kwenye sherehe, hauwezi ukawalazimisha wafunge kwa maana wako kwenye sherehe. Lakini ipo siku watakapoondolewa. Nataka nisome huo mstari mmoja tu, kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari wa 35. Na usikize kwa makini, kwa sababu hii verse watu wachache tu ndio wanaielewa. Anasema hivi, lakini siku zinakuja watakapoondolewa. Sio Yesu anaondolewa. Yesu amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, na hapo baada ya kuwa tumeokoka, hapo ndio na sisi tunaenda kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo aje aondolewi, Yesu ako pale pale. Lakini maandiko yanasema ya kwamba lakini siku zinakuja watakapoondolewa. Hao ni wanafunzi wa Yesu. Yesu anaongelea, anasema siku ile ambapo hao wanafunzi wangu watakapoondolewa katika uwepo wangu, watakapoondolewa kwangu, wakati ule ambapo nira za dhambi ama minyororo ya dhambi itawafuta iwandoe kwangu, itabidi wafunge. Maana wakifunga watakuwa wamezuia ama wamekata zile minyororo ambao zinawatoa kwangu, na itabidi sasa watarudi kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kiufupi, Yesu anasema hapa, kama ikitokea kwamba Mkristo atakuwa ameokoka na ako ndani ya Yesu, ako katika uwepo wa Bwana, yule Mkristo then hafai kufunga. Maana kufunga huwa kuna kusaidia wewe ili kile ambacho kilikutoa kwa Yesu, kile ambacho kinakutoa kwa Yesu, ukifunge ama ukizuie, kiasi kwamba ili ukuwe na wepesi wa kurudi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo watu wengi huwa wanaenda kufunga na kuomba, lakini unashangaa kwamba huyu mtu anaenda anafunga na kuomba na anashindwa kuelewa ni nini ambacho kinamtoanga kwa Yesu. Baada ya kuwa ametoka mfungo, kile kitu kinakuja tena kinamfuta tena. Ile dhambi anaifanyanga, unashangaa kwamba inamfuta tena, inamuondoa kwa Yesu. Unafaa ulocate ile dhambi ama kile ambacho kinakutoa kwa Yesu. Tumesoma dhambi tofauti katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 na ule mstari wa kuanzia 19. Nasema ya kwamba matendo ya mwili ndio uasherati, uchafu, ufisadi, hasira, wivu, ugomvi, vitu kama hizo zote. Kuna mtu ambaye utashangaa kinachomtoanga kwa Yesu ni wivu, ni hasira. Huyu mtu akikasirika anapiga mtu, anatoa damu. Inashangaa kwamba huyu mtu anatoka katika uwepo wa Bwana. Unafaa kujua kwamba kama ni hasira inatukutoanga kwa Mungu, hiyo hasira unapofunga ukatakate hizo nira, uzuie hizo nira, ulengeze hizo nira, hizo kamba ambazo ni za hasira uzikatakate katika mfungo wako. Ndio ukizikatakata uwe na wepesi wa kuja kwa Yesu. Ndio ile neno ambayo inasema ya kwamba mkikaa ndani yangu na neno langu likiwa ndani yangu, ombeni chochote. Kwa hivyo baada ya kuwa umekata hizo nira na umerudia Yesu, ukakaa ndani ya Yesu, ndio unafaa kuomba. Unafaa kuomba lolote, lakini kama huja kiposition kwa Yesu, kama kile ambacho kinakutoa kwa Yesu hauja kiondosha ukarudi kwa Yesu, haufai kuomba. Maana unafanya kazi bure. Maana ukiwa huko ndani ya Yesu hakuna kitu kinatokea. Angalia wana wa Skewa. Maandiko yanasema ya kwamba walikuwa ni Wayahudi wenye kutangatanga. Ina maana leo hii wako ndani ya Yesu, kesho wako kwa waganga. Sasa siku moja wakaamua kukemea mtu alikuwa na pepo. Wakaamua kutoa pepo ndani ya mtu ambaye alikuwa amepagawa na pepo. Ile pepo iliwapiga, maana walikuwa nje ya Yesu. Haufai kuomba chochote kama ukiwa nje ya Yesu, maana mashetani wanajua wakati uko ndani ama uko nje. Watu wengi wako na adhabu katika ndoa zao, katika biashara zao, baada ya kuwa umeenda kuchokora mashetani ama kuombea vitu ambazo
Zile vitu aliziombea wakiwa hawako ndani ya Yesu. Yesu anasema ndio uanze kuomba, kaa ndani yangu kwanza, neno langu liwe ndani yako, ndio sasa omba lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mfungo huo unakuandaa wewe kama wewe, au kupei nguvu, lakini unakuprepare wewe kama wewe, ili kwamba ukuwe na wepesi, ukuwe na uwezo wa kufanyeje, wa kurudi kwa Yesu, kukaa ndani ya Yesu. Maana mfungo utakatakata nira zote. Ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Isaya 58. Nasema ya kwamba hii ndio saumu niliyoichagua, kuharibu kila nira zote. Sasa nataka turudi kwenye hicho kitabu cha Isaya. Nasema hivi, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kulengeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba mfunje kila nira. 7 inasema hivi, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako? Kumbuka Yesu hapa kuna kitu alikuwa anatuambia kwamba mtu akiwa kwenye karamu ama kwenye sherehe akiwa na bwana harusi afai kufunga, maana chakula kipo tayari. Kwa hivyo mtu akiwa ako ndani ya Yesu Kristo, ina maana kwamba huyu mtu ako kwenye sherehe, na kwenye sherehe kuna kuanga na chakula cha kutosha. Kwa hivyo ndio maana Yesu anasema wakati unapofunga, kwa sababu unafunga ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ukiwa ndani ya Kristo tayari kile ambacho unafaa kufanya, unafaa kuwagawia wale ambao hawana chakula, unagawia chakula. Maana ukiwa ndani ya Yesu uko na bwana harusi, uko kwenye sherehe na tayari uko na chakula. Kwa hivyo unafaa ugawie chakula wale ambao hawana chakula, ndio mfungo wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka tupige hatua. Inasema hivi, umeongelea kuhusiana kuwagawia chakula, kuwagawia chakula. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Yesu hapa Isaya anasema hivi, ile saumu ambayo imechanguliwa ni kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumba, yaani wale watu ambao minyororo ya dhambi iliwafuta ikawatoa kwa Yesu, ikawatupa nje ya Yesu. Wale watu baada ya kuwa uko kwenye mfungo na uko ndani ya Yesu Kristo, wewe tayari kile ambacho unafaa kufanya, hao watu ndio unafaa uwaendee, uwarudishe ndani ya nyumba, uwarudishe kwa Yesu Kristo, uwarudishe katika ufalme wa Mungu, uwarudishe kule ambako walitolewa na dhambi na minyororo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwaleta maskini waliotupwa nje, ina maana kuna mtu aliwafuta hivi akawatupa nje, akawaambia mtastahili kuwa mahali hapa. Na ni zile dhambi ambazo nilikuwa nimesoma kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 na mstari wa 19, ambao unasema ya kwamba matendo ya mwili ndiyo haya: uasherati, uchafu, ugomvi, hasira, vitu kama hizo zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi dhambi zote ambazo zimetajwa mahali hapa, nimesema kwamba huwa zinasaidianga mwili ili utoke katika roho. Ndio maana tumesoma kwenye mstari wa 19:17 inasema ya kwamba kwa maana roho ushindana na mwili na mwili ushindana na roho, hata hamwezi kufanya mtakalo. Kwa hivyo kila wakati roho yako na mwili wako, ama Roho Mtakatifu na mwili, huwa zinashindana, na kile ambacho huwa kinashinda ndio huwa kinafanikiangwa kufuatwa. Kile ambacho kinashinda ndio unakifuatanga wewe mwenyewe. Kama dhambi ikitokea kwamba imekushinda, ujue kwamba utafuata mwili, na kama roho kwamba itashinda, utafuata roho. Ndio maana maandiko yanasema enendeni kwa roho na wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa mtu hawezi akaenenda kwa roho kama hajajua namna ya kufunga, namna ya kuzuia, namna ya kuacha. Na unaacha nini? Unaacha kile ambacho kinakutoa kwa Mungu. Unazuia kile ambacho kinafanyanga utoke kwa Mungu. Hiyo ndio fasting ya ukweli. Kama kuna mtu hajaelewa, sijui sasa nitamweka kwenye laini gani, maana najua kuna kile ambacho kinakutoa kwa Mungu. Kila mtu ako na udhaifu wake, ama kuna dhambi labda ambayo ilikulemea. Hiyo ndio unafaa kufunga kwa ajili hiyo, ili ukate nira ambazo zimeunganishwa na hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuungane kwenye sehemu ambayo inafuata, nifundishe zaidi kuhusiana na kufunga na kuomba. Barikiwa.